Mtazamaji wa Tanganyika TV, kaa nami ili uweze kusikiliza haya mambo. Ni mambo mazuri sana, ni mambo ya uzalendo kweli kweli. Kama wewe sio mzalendo, uweze kuchukua muda wako kupoteza ili uweze kudiskasi mambo ya nchi yako. Kwa sababu ya uzalendo wao ndio maana wamechukua muda kuweza kushirikiana nasi Tanganyika TV ili tuweze kuwauliza maswali na wenyewe kwa muda wao wanatujibu maswali yetu vizuri. Hivyo basi, ndugu Jean Robert Badosa Dodo na ndugu yangu Omari Rashidi, zamani hapo kulikuwa kuna mikataba. Na leo kuna kikundi cha uasi ambacho kinaitwa M23 au M23. Hicho chama kimetokea wapi? Ni wakina nani? Wameletwa na nani? Na ili tuweze kuongelea vizuri, Nazania nianze mkono wa kushoto. Ndugu Omari Rashidi, Nazania utaanza hapo. M23 au M23 wameletwa na nani? Wametoka wapi? Ni wakina nani? Karibu. Kutokana na uelewa kidogo ambao naweza nikachangia na tuko tunarudilia, kwa sababu kutokana na comments ya wasikilizaji kuna ambao wanatufuata wanaweza kujua zaidi kutuzidi, ila tumejichukulia nafasi ili tuweze kuchangia kwetu mawazo. Na kutokana na comment yao labda vipindi vifuatao vitasababisha tuwe tunafuata comment zenu na tuwe ni sehemu ya kuhabarishana. Sio kwamba sisi ambao tunakaa hapa ndio tunayua sana kuzidi ambao wanatufuata. Kule ambao wanatufuata ni walimu zaidi yetu sisi. Ndio. Sio kwamba unaweza kuwa ule kaongea uongo si njoo na hatuyaongea kwamba tunakuja hapa kama expert ambao ni wanasiasa ambao wamebobea ndio tunakuja hapa mimi na mwenzangu ili tuweze kuongelea masuala ndio tatuambia wanasiasa gani hatuko wanasiasa. Mkongomani kama mkongomani ambao ninaguswa kutokana na gisi nchi iende vizuri. Na ndio tunapata nafasi tunasema nini inaweza kuwa, kwa sababu tuna social media leo, tuna media ambayo iko hapa Tanganyika kwa kuweza kutoa mchango mdogo, habari vile vile zinaweza ikaenda na tukapata feedback kutoka kwao tukaweza kuboresha baadaye. Asante sana. Mimi kutokana na swali ambao unaniuliza ya M23 mimi nafikiri toka 96 mpaka leo ni hivyo. Mimi naweza nikaita ukosefu wa siasa wa Kongo huko kama vile kinyonga. Naongea kinyonga kwa sababu kinyonga kila sehemu anapofika yeye anachukua rangi ya pale, yani huwa anabadilika kutokana na mazingira. Wakishamjua mara moja kinyonga anachukua, kama ataingia sehemu ya kijani anakuwa kijani, akienda kijivu anakuwa kijivu. Kumaanisha nini? Ni hiyo ambao ilikuja Afidel ndio ilienda kugeuka ikakuwa RCD. Ni hiyo ndio ikaletwa na nani na Nkunda Batware, ilikuwa inaitwa CNDP. Ni hiyo CNDP samani ndio ikaenda kutoka amo ikakuwa ile M23. Ni wale watu ambao wana mpango ule. Kwa hiyo basi kama tuko tunarudi kwenye mikataba, tuko tunashambuliwa ni kutokana na mikataba, kwa sababu tuna nchi ambao tunao wajirani ambao wanajua. Na kama tuko tunarudi ndio mikataba ilifanyiwa. Na kama mikataba ilifanyiwa, hiyo mikataba ilifanyiwa ikiwa amo na ile wanaita agenda cache. Yani nyuma kulikuwa kitu kingine tofauti na gisi wale wanasiasa wanaendaka kusaini pale. Hizo ni agenda za siri, si ndio? Unaona kuna agenda zenye hawamuonesha hata kiongozi, wanaambia tunataka kukupa madaraka ila wewe sasa unajua huyo usimtoe kwenye madaraka yako, tutakupa wewe utakuwa rais. Unaona ule kanali fulani usimguse. Unaona mtu fulani usimguse. Hiyo ndio agenda. Kwa sababu kwa nini nisiwaguse? Ndo tatizo ambayo iko pale. Kwa hiyo sisi tumeangamia kutokana na siasa ambao tumepangiwa njama, na tukienda kuangalia kutokubobea sana. Na kitu kinatuangusha, mimi naweza nikasema kuna kitu wanaita frustration au kuna ile uonevu. Kama vile nimeongea kuswali ambao umepita. Mimi niko nafuata hadi leo unakuta na wanajeshi wanaanza kulalamika. Mimi nimefuata mwanajeshi iko naongea, jameni na hizi peti zangu mimi mnaziona hapa, niko napokea $100. Ndani ya nchi hii mna watu wanapokea $21,000 mwanajeshi ambao iko tayari kutoa uhai juu ya nchi. Ako anajua kama kuna wengine wanapokea $21,000. Kutoa mishahara sio shida. Kama nchi ya Australia, kwa nini unaweza kutumika na mwenzako lakini usijua anapokea ngapi? Walijua kile kitu ni kibaya. Kutangaza mishahara ni kitu kibaya sana ambao serikali yetu iko na fail. Serikali ya wewe hauna hatija. Wewe wakati unakuja kutafuta kazi, wewe ndo unapewa nafasi ya kusema wewe mshahara wako ni huyu.
Huyu hatakiwi kumwambia mwingine mkataba. Nafikiri ni hivyo Australia wanafanya. Tunaweza kuwa kazi ni moja lakini mishahara ikaachana. Tofauti. Lakini kama wangionyesha wazi, ndio utasema mbona mimi nanyangulaka maboksi sana? Mbona mimi wanatumika sana ndani ya hospitali? Mbona mimi natumika sana kumzidi huyu? Kwa nini yeye anapata? Ni kutokana na mikataba ya kila mmoja na mwingine. Lakini askari polisi, mwanajeshi, askari polisi wanajua mishahara ya kwanza rais mpaka wengine wote, na wao wanapokea namna gani. Hicho ni kitu ambao kinatuangusha. Tukifikiri tuna majirani. Mimi Burundi sitadanganya. Siwahi kusikia kwenye media askari wa Burundi kama anapokea ngapi. Siwahi kusikia kwenye media sijue mbunge wa Tanzania anapokea ngapi. Ila mshahara wa wabunge wa Kongo ni dunia mzima ndio iko nayoongea. Inchi ambao ina matatizo, inchi ambao iko sasa, wakati mko mnatangaza mnafikiri nini kinafuata? Wakati unatangaza yeye kinafuata ni wajerani ndo waone. Mimi nikifikiri, ndugu mtangazaji, nikikumbuka kipindi fulani Tanzania, wakati wa Kongo wanakimbia Tanzania, ulikuwa ukifika kwa Mtanzania ukipanga, mwenye nyumba hakupi haki wewe kwenda kununua sio mguu wa mbuzi, sijue bata leo kesho kuku, ili wewe uemee. Anakuambia wewe unaleta ya maemezi ni tofauti na ya kwangu. Wewe utapita hapa, sio kwako. Ni mkio wangu, sasa unataka kuniacha na deni ili mkio wangu aanze kujua kumbe kuna wengine wanaume wanaemeaga miguu. Mimi naemea vidagaa vidogo na vichichi. Wewe unaniletea miguu yako na kilo moja ya nyama. Hawezi akakuacha ufanye hivyo mara mbili, atakuita ndugu, sitaki uniachi vurugu nyumbani kwangu. Kwa hiyo ukikuwa na shida, leta pesa, emea kisi mimi naemeaka, nitakubeba sehemu kama ni hotelini uende ule mguu wa mbuzi kama nataka. Ili ni nini? Ni amani wa usalama wa nyumbani. Ila sasa ndani ya nchi yetu ni hatari sana. Nchi yetu na barabara, miundombinu hamuna chochote. Na tunavamiwa kisi tunavamiwa. Nchi yetu ni kubwa. Ina raia wengi, zaidi ya milioni 100, na baadhi ni vijana. Lakini kwa sababu ya serikali haipende kuwekeza, basi itakuaje? Tunaongea kizalendo. Kama si tunavamiwa na wakati pesa zinakataa kwenda ndani ya nini nini tuseme ya kitengo maalum kia kuweza kupambania nchi. Hapo tutaongea viongozi wako kwenye njia sahihi au wako kwenye njia sahihi. Kwa mujibu huo unamaanisha M23 ni wale waasi walikuwepo zamani? Ni wale walikuja na mzee Kabila akawarudisha, wakaja na RCD ndo vile kaja. Baada ya RCD nusu ikachangana na nani na nusu ikachangana na nani na nani na serikali, wakafanya ile wanaita integration. Yani ni mchanganyiko wa vikundi mbalimbali ili waweze kuunga serikali. Wakaenda kukakuwa wanajeshi, wengine wakaingia kwa polisi, wengine wakaingia paka kunini kuma vyombo vya upelelezi. Baada kwa sababu ndio tuko tunaongea kuna agenda ambayo imeweka sehemu, ndio wakaleta tena vikundi vingine. Kunda naye akaja. Yani kama wanakuja na hii topic au wanakuja na au wakija na sababu hii, wengine wanaanza kengine kwa sababu kakuonesha kutokufanana na haka. Kwa sababu kama leo sisi tunataka kulalamika Rwanda, sawa. Ukraine hapa tuko tunasikia vita inapiganwa ni Ukraine na Russia. Tukiangalia ukubwa wa Russia, hawezi kupigana, Ukraine hana nguvu. Ila kuna mataifa ambayo yuko nyuma ya Ukraine. Na yale mataifa inavala njoo jezi ya jeshi ya nani? Ya Ukraine. Yaani sio shida ya Russia lalamike, mbona Marekani mko mnakia na mwe? No. Anaenda pale na wewe tafuta marafiki zako. Kama Kongo sisi tunavamiwa na Rwanda na Uganda, serikali yetu inatafuta wanani kuwa marafiki wa kuweza kuwasaidia. Wakati wa mzee Laurent Kabila, wakati aliona na pambano, si alienda SADC. Vitu vilienda, Zimbabwe alikuja, Namibia alikuja, walikuja wakamuunga mkono. South Africa walikuwa. Shida ambayo iko pale ni kuwa wazi. Siasa hamuna urafiki. Kwenye siasa kunakuwa ni nini? Ni hizo faida. Wanasema hamuna amitie mu politiki au kati ya nchi. Hamuna kama wao nini, hata mke ukaweza ukaishi na mke kama aone umuhimu zaidi akiwa peke yake kwako. Yani ile akubali kuwa na wewe, yani ameona kuna kingine kia zaidi kitaongezeka. Lakini akiona kuwa na wewe na kuwa peke yake ni sawa, muda wote anakumwanga. Na ndio shida ambao sisi tuko tunapambana. Sisi hatuwezi tukalalamika Rwanda anatuvamia. Rwanda ana kama 30 milioni 30, ana kama milioni 20 na kitu, si yue. Ya watu? Milioni 13. Ndio hiyo nimesema, sina nani zaidi. Milioni 13. Kama ana milioni 13, Uganda sio ataona milioni 40 na kitu. Kuachanga sisi tunawaingiza mara mbili. Na kama sisi tunawaingiza mara mbili, tunakuwa yani tuko raia, tuko watu wengi wa kuweza kupambania nchi yetu. Kama wazalendo ambao tuko tunaangalia na malalamiko yetu kunaenda ndio serikalini. Ya kwamba serikali kitu inatakia kutoa sisi au mimi
kama mkongomani ambao fikira zangu kwenye ziko zinaenda. Mimi nafikiri ninapokuwa na shamba haina mbolea, ni lazima nitoe pesa nyingi kwa kununua mbolea nyingi, ni mwage ili nianze kuvuna vizuri. Lakini nikichukua mbolea pesa nyingi, napatia ndio walimaji, pesa nyingi nanunua mbegu nyingi bila kuangalia kwanza ardhi. Mpaka pale sijapenda kupata matokeo mazuri. Asante sana ndugu Omar Rashidi. Nafikiria kwa yule ambaye amesikia swala ambalo neno ambalo linaitwa SADC ni jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika, ndio inaitwa SADC na makao makuu yake ilikuwa ni Gaborone huko wakati inaanzishwa hiyo jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika na sisi tukiwemo ndani. Asante sana ndugu Jean Robert Badosa. Swali langu kwa ndugu yangu Omar Rashidi ilikuwa ni M23 imetoka wapi, imeletwa na nini na inafanya nini hadi sasa hivi Kongo? Karibu. Asante sana. Kama vile mwenzangu alivyotangulia kusema ni kwamba M23 imetoka wapi na kwa nini inaendelea mpaka leo. Ndio. Imetoka ni pale 96 mikataba ile. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Hii inaongea kiundani zaidi. Kwa sababu gani? Wachezaji ni wale wamebadili jezi. M23 est égal à RDC baba yao, RCD Goma. RCD Goma baba yao ambayo ilitumika amo wanasiasa wote wa Est ya Congo. Ils ont été manipulés, ça fait longtemps. Na Rwanda, na nyuma ya Rwanda kuko nisema narudia tena, Marekani na Umoja wa Ulaya. Narudia tena, ba autorité yote ya Est ya Congo ilitumika mu RCD. Bote patron wabo ni Kagame. Na bale bako mu gouvernement mpaka leo. Sasa mimi kusema ni jibu kiundani ndio hiyo majibu yangu mimi kuhusu M23 RCD CNDP M23 mouvement du 23 mars 2011 bilaza 2009 mpaka 2011. Uangalie mambo yote sur gouvernance ya protecteur mkubwa hii mouvement yote ni Joseph Kabila, ndio protecteur. Alikuwa kwa kulikuwa kuna non, ilikuwa ni oui. Kwa sababu alikuwa malengo avec des nationalités douteuses ya Kabila. Kila Mkongomani anajua. Uniambie wewe ni rais wa nchi, lakini hauna kumbukumbu hata moja ya kusema mimi ni mzalendo wa nchi. Uzaliwa wapi Mkongo? Nani kolegi yako Mkongo? Mwenzako wa shule ni nani? Shule ya msingi hakuna. Hiyo kwanza ni aibu kwa Wakongomani wote. Mwalimu wako ni nani? Mwalimu wako nani Kongo? Hakuna. Kwa Wakongomani hiyo ni aibu, ndio tusi kubwa. Kwetu sisi Wakongomani hiyo ni tusi kubwa. Tena aibu. Muna rais ambaye hakusoma, hamkumfahamu, chimbuko lake hamjui, wanawapakiza na kitu kinachoniumiza sana mimi, sina woga kuongea hili jambo, hata kisha wakiniua sina woga mimi kuongea hili jambo. Les autorités congolaises et les professeurs congolais qui s'agenouillent devant Kabila, mimi naliaka sana Joseph Kabila, mimi naliaka sana, nasema sont des foutons. Hakuna maana kwenda kwa masomo sasa, naliaka sana mimi. Kwa sababu hiyo yote ni chanzo ya watu kuendelea kushindikiza mabaya ya Kongo. Alafu sasa niseme hivi, jambo langu ni kwamba haya yote kuyamaliza inawezekana. Rais wetu inatakiwa hivi, ache bavunje hii sheria ya kupatia wabunge mishahara mikubwa. Rais angejiopose, bapatie majeshi mishahara mikubwa. Na hivi vita taisha. Hata kama Marekani kwa nyuma yao, vitaisha. M23 unasikia vyote, haiko kitu. Iko kitu juu ya nini? Gouvernement yetu iko politise. Bale bako pata mishahara mikubwa mu gouvernement, bale ba député. Njo bale bako teza complot. Na bale njama na bale waasi. Ça moi je te le dis franchement, bila woga kumedia naongea. Ba kama M23 kuna nguvu, ni juu ya politicien congolais ambako gouvernement congolais, gouvernement central na provincial ndio bako nasababisha. Na ndio maana Nord Kivu na Sud Kivu, mimi nakwambia leo hii ba autorité ya Nord Kivu na Sud Kivu baki na province orientale ilikatiwa ambayo ni kule Ituri, baki basema leo
province tatu Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, bale ba autorité ya ile province, ba député, ba sénateur, bale batatu, bale mbili ndio mimi naongelea mimi, bale mbili zile position mbili bakisimama leo basema nous en tant que les autorités de l'Est nous nous opposons kwa hii agression bitaisha. Mimi nakwambia kweli juu ya nini bako natumia bale batu wenyewe ile fois wanapata gouvernement ndio wanatumia kwenda kufanya ile mambo kule tena kwa ya Kongo. Asante sana ndugu yangu Robert Badosa. Hata niulize tena kwenye mada ni kwamba ninaomba na sisitiza inatoka ni pale kwa si wenyewe Wakongomani tunapatia nguvu. Bakate mishahara wale wa depute uone kwamba bapatie bajeshi nguvu kama bitaisha. Yote yataisha. Jeshi ndio nguvu ya vita. Asante sana. Ni kwamba jeshi ndio nguvu ya nchi, na M23, ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV, imeletwa na wale walokuja zamani, wale RCD Goma na wengine CNDP wakazara M23 ni wale ina maana ni wale ambao usijiulize kwamba ni watu wageni wametoka wapi, majibu unayo kutokana hawa. Kumbuka tena mtazamaji wa Tanganyika TV, wanaozungumza hapa si wafanya siasa, ni wazalendo, wafuatiliaji na watoto wenye kuwa na hasira na nchi yao. Asanteni ndugu zangu kwa majibu yenu mazuri, mmekuwa baraka sana na mmefanya vizuri sana katika kujibu maswali yangu. Nina swali la 3 hivi, ili niende kwa swali la 3, nitaka kujua kuna kikundi hapo nyuma tulikijua kwa jina la Majimaji. Hivi leo nimesikia wamechange jina, wamebadili jina na kuwa wanaitwa Wazalendo. Kitu gani kimesababisha kikundi hicho kichange jina kutoka kwenye Majimaji na kujiita Wazalendo, ndugu Jean-Robert Badosa? In brief. Asante sana. Karibu. Shida ni kwamba kama gisi nilikwambia, yule wale muita Majimaji jana ndio mtoto wa nyumbani. Hawakupenda awe mtoto wa nyumbani, walitaka wamuite muasi, ila sio kweli. Muasi ni mtu anayetoka mahali, anatoka nje kuja nje ndani ili kufanya nini? Kufunga usalama. Ila yeye Majimaji walimuita Majimaji, ila kazi yake kwa ni kulinda usalama wake na kulinda ardhi yake. Waliotangulia wale hawakutaka vile, kwa sababu malengo yao ni kukamata ardhi, na ndio maana hawakutaka kusikia jina la Maimai. Ila lengo ya Maimai haikuwa kukamata taifa wala kumaliza serikali, hapana. Ni kulinda ni kulinda ardhi, ndio lengo ya Maimai. Na ndio maana tunaita Wazalendo, les patriotes. Kazi yao kubwa, wako tayari kufa kwa ajili ya nini? Ya ardhi yao. Ndio kazi yao. Asante sana. Ndugu Omari. Mimi nafikiri swali unauliza wa Majimaji. Ndugu zetu ambao walikuwa wanaitwa Majimaji juzi, leo nimefanya research zangu, nasikia kwamba wale Majimaji sio hawaitwi tena Majimaji, wanaitwa sasa hivi Wazalendo. Ni kwa nini? Kitu mimi naweza nikaongea ni vile, ni maoni yangu. Ndio vile nimeongea, sio kwamba naweza nikaenda hapo gisi ndugu yangu msikilizaji au mtazamaji anaweza kufikiria. Na ndio kwa maana tumeongea toka mwanzo, tunarudia kwamba ni maoni kila mtu analeta, ambao kwenye comment mtu ataenda kupata ukweli zaidi. Ikiwa hivyo ni hivyo, mimi neno Maji ilitokana na Wazalendo ambao walikuwepo toka miaka ya zamani, sio leo, hapana. Majimaji walianza toka maeneo ya Mamulele, ni zamani sana. Kwanza kumaliza tu ukoloni tu Majimaji ilianza. Na baadhi ya Majimaji, hata mzee Laurent Kabila kule wa Bora alitumika, ni walikuwa wa Majimaji. Tukiangalia Generali hayati Lwecha alikuwa ni Majimaji, na wengi wengine alitumika nao milimani. Wakawa Wazalendo ambao walikuwa wanapigana milimani kwa kupiganisha udikteta kwanza wa Mobutu. Majimaji hakuanza kupigana na Murundi. Majimaji hakuanza kupigana na sijui na mwenye Rwanda, hapana. Majimaji alikuwa anapigana kwanza na udikteta ambao ulikuwepo ndani ya nchi. Na neno maji ni ile ya kwamba wanadawa wanapopigwa risasi, yeye anasema tu maji. Hawezi akafa kwa ndio jina walipangwa, ni watu ndio waliwapanga, hawa ni wa Majimaji. Kwa sababu wanasema tu maji. Yaani uko unampiga masasi yeye anasema maji. Ndio jina ile kakuwa maji. Kama leo rais tunaanza kumuita Eskarmushi. Unasikia leo Rais Kisekedi wanamuongeza jina lingine, wanaanza kumuita Eskarmushi.
Kuna mwandishi wa habari ambao alimpanga Ngeleka. Ngeleka ni baba ambaye alikuwa anacheza sana mu kundi ya Chala Mwana. Kwa sababu na yeye kwenye fete anapenda kucheza sana, akapangwa Ngeleka. Wow. Yaani ni sanemi ambayo inafuata kutokana na nini na kile watu wako nafanya. Kwa hiyo Wamajimaji walibeba jina la Kimajimaji kwa sababu ya nini? Ya dawa ambao walikuwa wanatumia, kwa sababu walikuwa hawana vifaa vya kutosha. Serikali ilikuwa ikikija kwa vifaa vingi, wao walikuwa wanatumia size nyingine, mikuki, wanatumia panga, na walikuwa wanaanza kuwa watu 100 wakawa na silaha 3-5, na hiyo silaha walikuwa wanaitosha kwa wale askari ambao wanapigana nao. Wakipigana na askari ndio wanapata hako silaha. Hiyo silaha. Kwa hiyo wao walikuwa hawapewe nguvu ya silaha. Walikuwa sasa wanajiaminia kwa dawa. Kwa hiyo unanipiga masasi, mimi nakufuata hadi nakushika kwenye mkono. Na walikuwa wanaongea kama hata mkono, mkamate, mshike. Na anakufuata wewe unapiga hadi atakushika mkononi, anakupiga mpanga, yeye anabeba silaha. Kwa hiyo swala la uzalendo hapo ndo mimi naweza nikaona kwa ile kutoka kwenye Majimaji na kuita wazalendo. Mimi hapo naona kuna giza. Yes. Mimi kwangu naona kuna giza kwa sababu ambao wanajulikana Majimaji. Umo Kongo kuna makabila ambao inajulikana, makabila ya wapambanaji kwanza inajulikana. Ni Kivu ya Kusini na Katanga. Katanga huko Walubakati ndio wale wa mzee Laurent Kabila. Wale ni wapambanaji kwanza. Sio kwamba watu wanamuona tu vile, walikuwa na makundi toka miaka ya zamani, kazi yao ni kupigana. Na huku Kusikivu kuna kabila ya Wabembe. Ndio kabila ambao ilijulikana kwa Kimajimaji. Kama kabila zingine zilikuwa kujiunga ni kwa sababu ya uzalendo. Ila Wamajimaji, ukitaa tu Wamajimaji mara moja unaenda kuona ni Mbembe. Na ilienda inashuka hadi makabila ingine, hata Kumanyema kule ilienda kuwa Wamajimaji, unakuta huko kunakuwa Malaika, kunakuwa, ila dawa ilikuwa inaenda kutafutiwa ni wapi Ubembe. Kwa nini wanaitwa wazalendo? Ule uzalendo ndio neno uzalendo ni neno la Kiswahili ambayo inaonyesha mzalendo ni mtu ambao anapigania nchi yake, anaweza kupigania bila mshahara. Kwa sababu sisi tuna askari, tuna askari ambao tuko nao. Kwa nini tusiwaite wazalendo? Askari si ni mzalendo, rais si ni mzalendo. Kwa hiyo wao waliitwa uzalendo kusema mimi niko tayari kwenda hata kwa bure kupambana, njoo ule uzalendo. Ila tukiangalia ndani ya uzalendo hapo ndio kunaanza kuwa tatizo kidogo. Kwa sababu Majimaji yeye alikuwa haame kutoka kwenye hii tuseme kutoka Kusini Kivu aende ku Nord Kivu kwenda kupigana. Yeye alikuwa anapigana muarea yake. Lakini kule anakuwa anaenda kama vile askari wa kukodiwa ambao anaenda kupambania nchi yake ila sehemu nyingine. Ila kwa miaka ya zamani sijue, labda kuna wengine ambao wanakuwa na ufahamu zaidi yangu, wanaweza kujua kama Maimai ilikuwa ikitoka pale inaenda kupigana sehemu na wanarudi. Mimi nafikiri Maimai walikuwa wanapigana vilima vyao vile vya Kivu ya Kusini. Siamini kama walikuwa wanaenda Kivu ya Kaskazini, walikuwa wanaenda Katanga, sijui Manyema. Hiyo historia sina. Kwa umri wangu sikuwahi kusikia kama Maimai ilishuka Manyema kwenda kusaidia vita wala kwenda huko na huko. Lakini kutokana na leo ndio tunaona kama vile tunavyoona kwenye vyombo vya habari ya kwamba kuna Wamajimaji wanatoka huku wanaenda kule. Na ukifuata Viswahili vile vinakuwa ni tofauti na Viswahili hata vya Kivu ya huku chini. Kwa hiyo kunakuwa na vijana wa huku wote wanaenda kukaa pamoja, wanaanza kusema wazalendo. Kwa hiyo mimi nikiona Wamajimaji na wazalendo sio wamoja. Ndio, sio wamoja. Wamajimaji ni vijana wa Kivu ya Kaskazini, ya Kusini. Ni vijana wa Kivu wa Kusini ambao majority yao baadhi wengi wao ni Wabembe. Lakini wazalendo inakuwa jumuiya sawa vijana ambao wanasema tusaidie serikali kwa mchanganyiko. Kwa sababu ndani ya Majimaji kule Kivu kule ya Kusini hamna Wamajimaji. Mkule Nord Kivu hautaniambia kama kuko hakuwa Maimai kule. Yes, wapo. Unaona? Na kama nikienda kuangalia ndio ile nimeongea kusema hata Manyema imefikia. Kama nasema Umajimaji unaenda unasambaa, ni baada ya kupata nguvu ya dawa kutoka Ubembe. Njoo iliende na panuka. Lakini Umajimaji kwenye umeanzishwa ni wapi? Ni Ubembe. Ndio kitu kiko pale. Ila wazalendo sasa kutokana na jinsi niko naona na kufikiria, kwa sababu vyombo vya habari kuna wakati vinaongea ukweli na kuna wakati vinaongea kutokana na siasa. Lakini wazalendo ukifuata na ukiona mtu mwingine kama iko naongea unajiuliza huyu mzalendo ni wa wapi? Unasikiliza Kiswahili kingine kinakuwa kinamna nyingine. Ndio labda pale naweza nikakuwa niko pembeni kidogo, sina uhakika zaidi ya kujua kama Majimaji ndio mzalendo. Mimi siamini kama Majimaji ndio huyo mzalendo. Jarobert, unaweza kuongezea hapo kidogo in brief please? Nitaweza nikaongeza kidogo pale kwamba nikimnukuu kidogo mwenzangu kwenye jukwaa ni kwamba Majimaji anasema Nord Kivu ndio unamaanisha kwamba hawakuepo kwa miaka ya nyuma. Yes, nimwambie kwamba nimhakikishie kwamba 100% kwamba kuna Wamajimaji wakubwa sana Mkongo mzima. Ni Nord Kivu na Sud Kivu. Sud Kivu Wabembe,
Nord Kivu kwa tembo. Bunyakiri kule ukisikia kwa bona padiri. Bambuti bale ba autochtone ba Debora. Yes. Autochtone bale ndio baligombana ya ukweli. Nord Kivu. Ini laba ndugu yangu alikuwa hana taarifa hiyo. Kwa hiyo kwa mujibu huyo wale ni majimaji wakubwa sana kushinda hata Wabembe kwa upande wa Nord Kivu. Na walifanya kazi kubwa sana tena sana, na waliogopwa hata na Watusi waliogopa sana tena sana. Kwa maana majimaji wale ni wale wanakuja tena autochtone. Isipokuwa tu kwamba kuna mambo mengine ambayo watu hawakupitia kwenye kipindi cha majimaji. Hawakupitia kile kipindi kwa leo. Ila ni wale akili kuna kuna mchanganyiko sasa. Agglomeration kwa kubwa sana, lakini watu ni wale wenye nia moja ya kulinda territoire congolais yote isikue nini okipena ba étranger. Ndio malengo yabo makubwa na kupiganisha muasi wa nchi. Unaelewa hiki kitu? Lengo ya majimaji ni ile na lengo ya mzalendo ni ile kulinda nchi na mali yake. Udongo wa nchi waendelee kulinda, usikue okipena Munyarwanda wala na mgeni yote ule ambaye anatumia nguvu. Sio kwamba Kongo haipende wageni, inapenda wageni sana. Na mkumbuke kwamba tunasema Kongo ni nchi shirikishi sana. Ni pays hospitalier. Ni nchi ambayo haitaki inataka ushirikiano mzuri na kila mtu. Lakini ukiwa na nia mbaya, Wakongomani wanasema hatakubaliana na wewe. Asante sana ndugu Jean Robert Badosa Dodo. Umejibu vizuri na ndugu amejibu, mmefanya kazi nzuri sana. Nafikiri swali gisi ilikuwa swali iliongelea namna gani majimaji leo inakuwa wazalendo. Kwa nini majimaji? Ndio kwa maana mimi nimeongelea neno majimaji. Siongelea makundi ya kupigania nchi. Kwa sababu makundi ya kupigania nchi ni nyingi ndani. Kulikuwa Mlele, yani ina majina tofauti. Ndio maana mimi nimesema neno majimaji, siamini kama kuna mkoa mwingine ulikuwa na kundi inaitwa majimaji. Kama vile mwenzangu anaongea kuna Watembo ila wana jina tofauti na kuitwa majimaji. Walikuwa wanaitwa jina hilo. Majimaji. Yes. Nilikuwa labda taarifa si. Yeah. Kwa hiyo kwa kubadilika kwa kuwa uzalendo na wa majimaji wa Kivu huku ya kusini na Kivu ya kaskazini, siamini kama kulifika muda ambao walikuwa wanachangana kwa kwenda kushambulia jambo fulani. Siamini. Kila watu walikuwa wanapigana sehemu yao. Au wanapigana huku, wale walikuwa wanapigana upande wao. Na kitu ambao tuko tunaongea, kama tukienda kama Murundi mwenye Rwanda nini? Kama tunajua leo Rwanda, Uganda, ni hapa mzee Laurent Kabila anakuja, ila mbele si majimaji walikuwepo. Sasa walikuwa wanapigana na nani? Mai Mulele. Ile Mai Mulele walikuwa wanapigana na mwenye Rwanda? Hapana. Walikuwa wanapigana na nani sasa? Sisi wenyewe ndani. Ni kwamba ile makundi iliwekwa uasi kutokana na serikali ya Mobutu ya udikteta. Ile nayo ilikuwa chanzo kia wale waanze kuwa wanapigana na serikali, kutokukubaliana. Na ndio maana nimeleta mfano mzee Laurent Kabila alikaa wa bora miaka akawa na wamajimaji huko. Walikuwa wanashuka, walikuwa wanapigana na nani? Na serikali ya Mobutu. Asante sana ndugu Omar Rashidi. Majibu yenu yamekuwa mazuri sana. Mtazamaji wa Tanganyika TV, nimekuambia kwamba haya mambo hatukuendea shule ili tuweze kuyaongelea, lakini uzalendo wetu ndio umetuleta hapa na ndugu zangu pamoja ili tuweze kukudadavulia jinsi tunavyoelewa. Maswali ni ya kwangu, majibu ni yao. Mimi siulizwi, ila mimi nauliza na wananijibu. Kama wamekosea au kama nimeuliza vibaya, ni wewe mtazamaji wetu unaweza kutukomantia down pale, uweze kutuambia ushare mtu mwingine mwenye kuwa na connaissance na vitu ambavyo sisi tunaviongelea hapa. Labda tumekosea kwa ngambo moja au nyingine, uweze kutusaisha chini. Komenti yako itatusababishia sisi tuweze kufanya vitu vizuri baadaye. Asante sana. Nina swali lingine moja ndugu zangu. Mauaji yamekuwa mengi sana. Mama wanabakwa, watoto wanakufa, vitendo visivyokuwa vya kijamii, vitendo visivyokuwa ambavyo huwezi kuvichangia kuviona wewe na mtoto wako vinafanyika sasa hivi. Kwamba mama anauawa, mtoto mdogo anabaki, au mtoto anauawa, mama yake anabaki, mama anabakwa mbele ya mtoto wa mtoto wake, au baba anajamiana, ana tafadhali kwa ajili ya terme, baba analazimishwa kujamiana na mtoto wake. Vita, matatizo, shida zimekuwa nyingi na watu wasiokuwa na hatia damu zao zinaendelea kumwagika. Nyinyi au sisi watu tufanye nini? Kitu gani kifanyike ili haya mambo tuweze kuyastop? Najua sisi tayari tupo kwenye nchi ambazo zimeendelea, na kama tunazungumza hivi bado tuna ndugu zetu ambao wamebaki kule nyuma. Tunaweza kusaidia nini ili yale mambo yaweze kupunguka na yale mambo yaweze kuisha, tuyakomeshe? Kitu gani kifanyike?
Nafikiri sisi hapa tunatoa ni maoni na neno letu litakuwa nguvu kuwa kama sheria, kwa sababu sisi hatujumuiki. Tuendelee kutoa maoni. Nchi kama nchi mnapochagua viongozi, wale viongozi wanaendaga kuongea kwa niaba ya taifa. Rais anapofanya mkataba, anafanya mkataba kwa ajili yangu, kwa ajili yako na kwa ajili ya kila mmoja. Mkataba ukienda vibaya utatuasiri wote, sio yeye, utatuasiri hadi sisi. Na kutokana na mauaji ile ambayo tuko tunaongelea inaendelea, mauaji inaendelea, ni mfumo ambao wao wameuchukua kwa kuleta hofu ndani ya watu, kwa sababu wakikaa bila kufanya hivyo hawawezi kusikilizwa vizuri kwa ninapofikiria, kwa sababu wanakuja kufanya mauaji ya kikatili ambao wanatumia kwa kuua watu sana, kwa kuwapa hofu vile vile, na kuwasukuma watu waweze kwenda mbali ili waweze kufanya nia zao, kwa sababu eneo ambao wale watu wanashika madini hapo na waweze wakachimba madini vizuri vizuri, wakati nyinyi raia bado mnajaa kwenye vijiji. Vita inapokuja, kuna vijiji utakuta hata vijiji 7, 10 hamna mtu hata mmoja, kuna baki kimya, na askari wao tu wako pale wakikontrol, na wanaendelea kufanya nini? Kufanya kwenda wanafanya kazi ya kwenda ya kuchimba, kwa sababu kitu ambao kina kwao, kitu ambao wako nacho sana, wanatafuta hiyo ardhi kwa kuweza kujibinafsia ili na kuendelea juu ya madini. Kwa hiyo madini wataipataje? Ni mfumo wameuchagua wao, wamechagua kwa sababu ni eneo ambao waishashika. Hamuna serikali ya Kongo haiko hapo. Kwa nini tu wasikae na ile raia ambao wanaishi nao pale na wawezo kama ni madini kuchimba? Mimi nafikiri raia haikatai kufanya nini, haiwaziwie kufanya nini, kufanya machimbo nini, kazi ya machimbo. Ila wao wanaleta mfumo wa mauaji kwa kuleta hofu. Wanajua kama watu wakiona vitumba sana wataenda wanakisukumwa pole pole, na kweli nikifuata wako kwenye hiyo mfumo. Kuna nafasi wako nakuja hata nini wanaita machifu au machef kutimie, wako nakuja wanaua chef kutimie na wanapanda, kwa sababu ni miaka mingi kulikutiwa watu wao wako kwenye ile maeneo, wanaua, wanaweka mtu wao pale, ule mtu anakuwa pale sio hapo, ila kwa sababu ni vitu. Mimi nimebatika kufika Goma, niliona vile vitu, na baadhi hata kule Masisi unasikia Masisi baadhi yao, na watu ambao wanaendelea kipesa, zaidi ni watu wale wa kupanda, kwa sababu ukiangalia watu wa Masisi ni wale ambao wako na onekana muondoko wa kutoka ngambo ya pili. Ukienda huko Waema na Walendu, ukienda kuangalia watu ambao wana kipato tena kule, sio Walendu, ni Waema. Ni watu gani? Ni watu wa hiyo model. Na tukienda kuangalia hata Tanzania, hiyo siasa ilienda kwa sababu Tanzania makini iko, wanaingia Tanzania kama wafugaji, wakaenda Tanzania kama wafugaji, ndio kisha wanaingia kwenye nchi taratibu. Mimi leo nasikia hata kwetu huko Manyema ndani, hiyo asili ya ng'ombe haikuwepo mingi. Kwa sasa hivi milima ya Manyema wapo, ndio kisi wanaendaka, kwa sababu wao wanakuja na kipato. Nyinyi ya kipato hamuna, na anapokosa kipato anaoa mtoto wa sultani, anaanza kusukuma taratibu hadi gisi anavamia usultani, anakuwa na wajukuu wa sultani hadi gisi ndio mfumo wao wako nao. Hata Mozambiki hiyo siasa ipo, Msumbiji nilikuwepo, nilisikia hiyo tetezi inaendelea. Wanakuja taratibu, wanasukuma, hawaende kwa watu hao wa kawaida, hamna. Wao wanaenda kwa machifu, anafika pale kwa sababu si mfuga ng'ombe sana pesa. Anafika pale, anakaa, mwingine wote ni washomere, watu hawana kazi, yeye anakuwa pale anafanya influence, anaoa, kama hata oa kijana wake ataoa pale. What can we do? Kitu gani tufanye leo? Na ndio maana nimeongea kama sisi hatuna wanasiasa ambao tuko nao kama wanasiasa. Mimi kitu kinaniumiza mimi ni kwamba itakuwaje chama ambao kiko madarakani kwa miaka 37. Na sio kwamba wakati kinaingia ndio vitu vinaanza. Na nikaleta mfano nyuma, nikasema mchezaji anapoangalia, ndugu yangu pale kaleta mfano, siju coach au msimamizi wa timu anaona mchezaji yuko vile kuna badilisha, sawa. Sasa kama abadilisha, shida ni nini? Yani alilipo si timu ifunge, kwa sababu wewe umeona huyu mchezaji hachezi vizuri, unamwacha kwa sababu gani? Na kwa nini kunapokuwa viongozi ambao kisi ameongea, ambao walitokana na vyama ambao viko vinaanzia huko na wanaendelea kutumika huko, kwa nini? Itakuwaje wewe umeenda Uganda wakusaidie nguvu ili wewe uweze kupata nafasi Mkongo, na wewe unatumika karibu na Uganda? Utaniambia kweli mtu ambao amekufanya wewe mkubwa kesho utagombana naye? Haiwezekani. Ndio shida ambayo tunapata sisi. Tunakosa kujua kwa sasa hivi Kongo iko naenda kwenye mfumo ambao shida kusema imalizike sio rahisi. Ni serikali yenyewe ambayo inapenda nchi iwe hivyo, kwa sababu 100 wasiopatana huwa wanapigwa na 5 ambao wanapatana.
wenzetu wanapatana, ili sisi tunaenda na siasa ya kutokupatana, kwa sababu wale tukienda kuangalia serikali ambao tunao leo ni walitoka mwiyoyo makubaliano hiyo mikataba, na leo wako ndani ya serikali. Una mtu ambao anatuuma, siwezi nikashinda kwa sababu tunaongea nje ya siasa. Hata wasikilizaji ambao wanatusikiliza wanajua nini niko najaribu kuongea. Mtu alikuwa na tuhuma zake, zio za kweli zio za bongo, sawa, kafungwa. Ule mtu arudi tena apewe madaraka ndani ya serikali, na kupewa huyo mtu ndio apewe tena kuangalia ulinzi wa nchi. Ni kusema mule Kongo hamna wengine vijana. Burundi litokea wakati alikuja Nkurunziza. Alifika Burundi, alijua kwamba watu ambao walikuwa na marenki za juu ni watu tofauti na wao, ila hakuwasukuma kwa nguvu. Kitu alifanya ni nini? Aliangalia okay, wale ambao wako na marenki, akaangalia ni watu wa miaka 60 na kupanda. Kitu alifanya ni nini? Akasema bora nchi ibaki maskini, ila hawa watu tuwape mishahara yao ya mwisho, ndio wanaita kama madecompte final. Walipewa manyumba, wakapewa magari, wakapewa mishahara mikubwa, ili kuwatoa serikalini. Akaleta vijana wake akawapa madaraka. Ndio kitu Tshisekedi anataka kufanya hivi. Ukiangalia hiyo generation ambayo tuko tunaongea, uangalie watu mtu kama Mbosso miaka 82 na hivi kunapenda tena aendelee. Ubongo unachoka. Wow. Ubongo unachoka. Na kipindi ule alisoma kipindi kompyuta haipo. Na sitafikiria kwamba muyo umri ambao iko nao na hii teknolojia inakuja jana anaweza ka-update akili yake aweze kukimbizana na kipindi cha leo. Siamini kile kitu. Vijana wapo wazuri ambao wanaweza wakapambana kila kitu. Ile unakuta ni hiyo class politiki ndio iko naenda inazunguruka. Burundi waliweza. Tanzania baada ya Nyerere kulikuwa hiyo malalamiko. Tanzania ilikuwa na malalamiko. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa kumalizia, ndio naweza nikasema ni serikali ndio inaweza. Tunarudilia kusema wanajeshi wa Kongo wakiwezeshwa kupewa vifaa ambao vinastahili, ni dakika 0 na amani itaingia ndani ya nchi. Asante sana ndugu Omari. Jean Robert Badosa, swali langu ni kwamba mauaji yanaendelea kikatili, watoto wanaendelea kuuawa, wamama zetu wanaendelea kuuawa, vile vile wakina baba, vijana wanaendelea, taifa letu la kesho linaendelea kuuawa. Unyanyasaji wa kijinsia, ubakaji unaendelea pale na pale. Ni kitu gani sisi tunaweza tukasaidia taifa letu, au taifa letu lifanye nini ili kuokoa ile damu inaomwagika bila hatia? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante. Ni kwamba kwa niaba yangu mimi na kwa watazamaji na wasikilizaji wa Tanganyika TV, mimi nafikiri kwamba kutokana na mauaji yanayoendelea nchini Kongo ni jukumu letu sasa. Sisi tumeona kwamba kweli watu wanauawa. Rais alituambia kwamba mtu mmoja atakapouawa kwa sababu ya Wanyarwanda naye atachukua hatua, na sisi tunaomba serikali ichukue hatua. Tusikubaliane na ile jambo kuendelea, mauaji kuendelea. Tunaomba rais arudi kwenye neno lake. Kwa nini umuombe rais kati rais mwenyewe ndo alokuahidi kwamba Rwanda ikiua raia mmoja mimi ndachukua hatua za kisheria? Ninamkumbusha kwa neno hilo baada ya kuona mauaji yanaendelea. Mimi nafikiri kutokana na hiyo neno anasema rais ya kusema Rwanda akiua. Mimi sio kama mimi gisi nilivyo hapa. Najua kwamba kikundi wenye Rwanda wapo na wao ndo wanasupport. Ili tukitaka kuongea, mimi sipende kubeba mzigo mimi nimpe Rwanda. Inchi yangu mimi gisi tulivyo sisi. Ingekuwa kwamba sisi ndio tuko milioni 15. Rwanda ndio milioni 100 na zaidi. Ndio tungekuwa na nafasi ya kulia, tunaonewa sisi. Lakini kwa nchi kama Kongo, yes, Mali na vijana wa Kikongo ambao kwa miti tuna vyote. Siamini kama nchi kama Rwanda na Uganda inaweza katuweka kitu gani tufanye. Yani unamaanisha kwamba hatuna nafasi ya kuongea kuhusu hilo jambo? Nafasi tunayo, kwa sababu wako naongea Marekani. Sijua kama unaona wazungu wangapi wa Marekani wako nakuja wanapiga masasi. Kupewa msaada inafanyika na nchi zote. Ndio siasa. Siasa ni kwamba ndani ya siasa kila mtu anajitafutia marafiki wa kumsaidia. Na ndio maana Ukraine alipewa zake marafiki ambao walienda. Na Russia kubaki peke yake. Alimwambia China, India, huko wapi? Irani, huko wapi? Korea, na mmoja mnisupport. Ndio kisilivyo. Alipata marafiki wenzake. Ndio maana nimekuambia kwamba huyu umoja wa Afrika wa Ulaya unaongelea wewe na Marekani ndio wauaji wakuu wa Kongo, kwa sababu ndio wanafiki. Kwa sababu gani? Nimesema vile wao, bila wao yale hayawezi kuwepo yote. Sasa mimi kwa sisi tunavyofahamu Rwanda kama Rwanda, umwagaji wa damu unaoendeleka nchini kwetu, tufanye nini? Mfumo Rais alisema kwamba Rwanda ikiua raia mmoja nchini Kongo, mimi ndaita
serikali yangu niweze kuwaomba ruhusa ili niweze kutangaza vita na serikali ya Rwanda. Mpaka leo watu 100 kadhaa wamekufa. Nafikiri mimi sipende sana kwenda ndani ya wafanyasiasa. Ndio. Na ndio maana hata mwanzo tulisema tuwe wazalendo tu. Ndio. Kwa sababu tukisema tuchambue, tutaenda kujikuta wanasiasa wetu wote kila ule ana makosa. Lakini shangazi zako, baba zako, wajomba zako wanafariki tayari. Shida ndio maana nimesema mimi ni sauti. Lakini ambao ana neno wanaweza kapiga mezani saa hii. Yakasema naomba niende na maskari 50,000 ikiwemo rais, na akasema tunaenda kukaa Goma wote. Ofisi natoka Kinshasa tunaenda kuikala pale Goma. Si wazi kama itakamata wiki. Pale kitu kitaonekana. Mobutu wakati alikuwa anapigana, Mobutu alishuka yeye. Mwenzangu ukisikiliza ya kwamba hadi risasi ilitoa kofia ikaangusha chini. Sasa hivi waziri wa ulinzi amehamia Goma. Malengo yake ni nini sasa? Kama sio kwamba ni kwenda kumaliza vita hiyo. Ulinzi hakuama. Vyombo vya habari vinatuambia na tulipiga simu. Mimi nimepiga simu. Alifanya masaa 6 akarudi. Waziri wa ulinzi. Waziri wa ulinzi amefanya masaa 6 hakulala hata kulala. Mzee wetu amefika pale Jean-Pierre Bemba, amefika pale, ni watu ndio wanaendelea kusema amehama, hajahama. Tuko tunaona Zelensky ako anaenda kufront. Zelensky ako anaenda kufront. Rais kuna neno inaita posture. Wakati nchi iko kwenye shida. Unahapa sisi kama tunaongea, sisi tunaongea kwa kutoka ndani ya vyama. Toa ushauri wako. Kama tunaongea ni neno ambalo kunaongeleka na dunia mzima. Hata kama tunakamata Ufaransa wanafanya nini? Neno ambao rais wa Ufaransa alikuja kuongea Kinshasa. Ni neno ambalo lilikuwa ya kweli. Ila sisi sasa Wakongomani tuko tunakosa kutushikia ubaya au shida. Kosa tupatie viongozi, sisi tuko tunatafuta viongozi nje. Kosa iko ndani. Anasema muda wote huyu nyinyi mnajua kama mko mnashambuliwa. Lakini mlikosa kuwa. Anasema vous avez été incapable de former une armée. Ndio kitu aliacha anamwambia Tshisekedi hapo. Anasema basi mwe mnalalamika nini? Il faut être intraitable. Intraitable ni kusema usiwe na muda wa kucheka na mtu ambaye yuko nakufanyia ubaya. Ndio sasa intraitable. Wewe unashajua kama ni Uganda, Rwanda ndio bako nakuletea fuyo. Sasa uko nachunga nini? Uko nachunga sheria itoke kwa nani ili uweze kushambulia? Unachunga nini? Yana akusema wakiua raia moyo wa Kongo. Yeye alisema kama risasi ikianguka njoo Goma. Na ukifuata maneno yao leo ile Bunagana Maruchuru kwao sio Masisi kwao. Kule sio shida. Yeye kwake shida ni Goma. Leo neno inabadilika. Inakuwa njoo Goma hayose kaanguka. Goma Sasa kwanza kule Bunagana mpaka Sake au tuseme kama nyuma ya Sake na Goma. Eneo kubwa ni wapi? Hivi ile Goma pale kuna nini? Ndio kuna migodi. Eneo kubwa ni huko Goma. Eneo kubwa ni kule kwenye wale ni kule kutoka ndio. Sasa. Kwa hiyo neno lingine ni kusema bwana nyinyi M23 tunawaachia na nyinyi mule huko. Mkaeni sasa tutawafuata. Lakini Goma ndio msituchokoze. Ndio neno lingine tukifuata. Kwa sababu hawezi ukasema risasi likiua mtu Goma. Ndio neno aliongea. Hakusema kama wakiua raia wote sehemu yoyote. Yeye alidai kwamba Goma ndio risasi likianguka likiua mtu. Ambao wako nakufa Bunagana ni Waganda. Nataka kumeisha ngoma bomu maine. Imeanguka Goma mabomu maine. Na ndio kitu tuko tunajaribu kuongea. Swali langu ni kwamba ndugu zangu, ni kitu gani sisi tunaweza tukawashauri au kitu gani serikali yetu ifanye ili kuweza kuwasaidia damu na unyanyasaji wa kijinsia unaofanyika nchini kwetu? Ni kusema tu kwamba mimi niseme dawa ya moto ni moto. Ndio ameanzisha vita, inabidi serikali imalize vita kwa vita. Asante. Mazungumzo imetuweka kwenye shimo ya kuzika Kongo nzima kwa ujumla. Mazungumzo zaidi ya 5 imeshafanyika, zaidi ya 5 karibia 10 imeshafanyika, na hiyo mazungumzo yote hakuna inaleta amani Kongo. Kwa hiyo dawa ya kumaliza tatizo ya Kongo ni vita. Omar Rashid, unasemaje? Mimi kutokana na swali huko nauliza umwagaji wa damu. Umwagaji wa damu nilirudia kusema ni njama, ni mbinu ya ndugu zetu wale ambao wako nakuja kutushambulia. Nitawaita maadui. Ndio maadui. Wao kwa njia yao wanajuaka wanapouua wanaleta hofu. Watu wao walikuja na sera, wanataka eneo, wanataka kuvamia nusu ya nchi. Hiyo plani iko mpaka leo. Sasa wako natafuta mfumo gani? Walijaribu wakaanza kuona uzalendo unapita Wakongomani. Hadi Wakongomani wenyewe wanaishi maeneo yale haikubaliani na wale watu kufanya nini? Kugawa nchi. Kuwamiliki ili igawiwe tu kama nchi zingine. Kwa sababu usisahau kama Guinea ilikuwa nchi moja. Guinea leo iko tatu. Na Guinea leo iko tatu. Guinea, Conakry na Bissau. Yote ilikuwa nchi moja kama Sudan. Ni vitu tunaviona hapa tumesema. Sudan hapa. Sio kwamba ni historia ambayo tuko naambiwa. Yaani vyote vinawezekana kutokea.
Kutokana na nini? Na viongozi ambao wana nani. Si tunalazimishwa vita ambao inakuja. Mimi siiti vita kwa sababu ambao anatangaza vita ni serikali. Si tunasema ni uvamizi. Kwa sababu nikiangalia Burundi, Rwanda walifunga mpaka muda mrefu. Wakati walienda kwenye mazungumzo wakafungua. Lakini neno tu iliongeleka kidogo tu. Na serikali ya Rwanda mipaka imefungwa. Balozi wa Kongo iko mpaka leo iko Rwanda. Ubalozi wa Rwanda Kongo unatumika. Lakini sisi tunapiga kelele kwamba tunavamiwa na Rwanda. Unataka kuniambia namna gani? Hivi utaniambia Ukraine kuna balozi ya Russia inafanya kazi? Siamini hivyo. Kuna balozi ya Ukraine inafanya kazi Russia? Sasa kama tunaangalia siasa, wanasiasa ndio wanatuuisha. Wanasiasa wetu hawako sincere. Tufanya nini ili kuzuia uvamiaji? Sisi raia hatukupewa nafasi. Sri Lanka hapa tumeona hapa juzi. Tuko hapa Australia, tuliona kisi maandamano ilipita hadi waziri mkuu akapanda juu ya nyumba. Kusema anaanza kusubiri helikopta ili mchukue pale akimbie. Ila wakongomani hatuna ile hali ya kujua sheria. Kwanza sheria hatujui haki. Na ndio kwa maana tunabaki tupa. Yaani mtu anaiba, iko sawa vile mtu anakuiba wewe ndani ya nyumba, mkono anamfuata mwizi, anakuachia vitika anaangusha, wewe unaona kwako anakusaidia. Anakuiba ndio wewe ndani ya nyumba, wewe unamfuata mwizi wako, anaangusha vitu kidogo, wewe unabaki pale unasema asante baba. Ni kama vile umbwa unamkimiza umbwa. Alafu ni kitu gani tunaweza kufanya? Ni kuwa na serikali ndio yenye haipende vita ishi. Kwa sababu mwenye anamaliza vita ni wanajeshi, ndio analetaka amani ndani ya nchi. Nakuuliza wewe kama binadamu au kama vile ndugu wa wale ndugu wanaokufa pale, ndugu Omari, unaweza ukasaidia nini ule umwagaji wa damu uweze kupunguka? Mimi siwezi nikaongea kwa swala la kupunguka, ni kuisha. Kila mwanadamu banasema nini, kila mtu ana haki ya kuishi. Kwa haki ya kibinadamu kila mtu. Hakuna ambao amepewa nafasi ya kumaliza uhai. Kila kiumbe chote kina haki ya kuishi. Hamna mtu ambao amepewa nafasi ya kumaliza uzima, kusimamisha mtu kuishi. Kwa hiyo nikisema upunguke, maana yake na kama walikuwa nakufa 10 naweza nikapenda wafe 2. Mimi sitaki kuwe mtu mwingine wa kumaliza kifo kwa mwingine. Ndio tuliumbwa kufa, kila mtu afe kwa njia yake. Ila kenye kinaendelea ni serikali yetu ndio baba yetu. Kama sisi tuwapata amani ni serikali. Mimi kazi yangu ni kuprotect familia yangu. Kunapotokea ugonjwa ni mimi kama mzazi ndio nitayawa wapi nitabeba mtoto ili aende kupata matibabu, apate chakula, ndio viongozi ambao wako pale. Lakini tukiangalia vitu kisi viko vinaenda, serikali mpaka sasa hivi haiyapenda kuonesha namna gani ya wale ndugu zetu ambao wako napatana na ile shida yenye iko pale. Ningeomba serikali iweze kuangalia kutokana na gisi ndugu yangu hapa anaongea. Yes. Inchi ambayo iko inavamiwa huwa haiweki uaminifu ndani ya watu ambao wanavaa suti wanakaa ndani wakisinzia bungeni. Yeah. Inchi ambayo inavamiwa, mtu ambao anaendaga kwanza anaenda vitani, na nikiweza hii vita nitapandishwa pet na nitaongezewa mshahara. Vita inaendaga inapiganiwa kwa nguvu. Hasa basi serikali kama kweli rais ambao yuko ni mzalendo na serikali yake inaitwa ya wazalendo, uangalie jeshi ya Kongo. Amefanya miaka 5 kuunda jeshi, hailombe miaka mingi. Na hiyo jeshi ambao tulikuwa nayo angiibeba kwanza niweka sehemu, anachukua sasa vijana ambao wapo mpaka leo. Awape vifaa vyenye kustahili. Hakuna mtu wa nje anaendaka fia nchi nyingine dunia nzima. Ni wananchi wenyewe ndio wanapambania naka, ndio wanamwagaka damu juu ya nchi yao. Ndio tunaweza tukapata msaada wa vifaa, masasi, tunaweza tukapata vifaa vya chakula, ila ni wakongomani ndio watapigana. SADC, sijue wale tuko tunasikia kuna watu kutoka si wapi na wapi, hawawezi kutusaidia Kongo kwa kuweza kutumalizia shida. Waoneshe uzalendo. Sisi tunaongea kama vile wakongomani ambao hatuna saini yoyote ile tunatoka saini ili nchi ya Kongo iweze kufanya nini? Kupata amani. Ni mchango mdogo ambao tuko nakia nao kwa serikali. Ila tuna akili. Tunapoona hizi serikali inaenda, kuna nafasi nyingine tunasema no. Hapa serikali nayo inaonekana nao iko kwenye mkataba ule wa kumalizisha raia. Waendelee kuwa. Nafikiri ile mimi naweza kwa nimetoa kama maoni. Ndugu Jean Robert Badosa, una maoni yoyote ya mwisho? Mimi ya kwangu la mwisho ni kwamba ningesema kwamba serikali yetu ichukue na nafasi. Serikali yetu ichukue na nafasi yake na jukumu lake. Nitosha mfano kama mimi mwenyewe. Mtoto wangu, natosha uto wangu kwa serikali. Natosha mfano wa mtoto wangu. Mtoto wangu ndani ya nyumba akiumwa wala akiwa na shida yote ile, ni mimi kama mzazi nitachukua taratibu zote zinazohitajika. Iwe ni za kisheria, iwe ni za kiafya, ni mimi nitachukua hatua zile ili mtoto wangu nihakikishe kwamba yuko salama kabisa. Na ndio maana tunatoa wito wa rais pia. Rais wa nchi anatakiwa kuchukua hatua akishindikizwa na mabunge na seneti pia wa msapoti ili mambo iweze kuisha.
lakini sidhani kwamba njia ya mazungumzo kila siku kwetu ni tatizo kwa Kongo. Wasapoti rais, wapige vita, mambo ishe. Ndio mtazamo wangu mimi huo. Wasapoti rais, wapige vita, mambo yaishi. Ndugu yangu mtazamaji wa Tanganyika TV, na najua kwamba tumekuchukua muda wako mwingi sana kusikiliza mambo ambayo tunaendeleza hapa. Ni vigumu sana kuweza kuelewa hali ya nchi, mambo yanavyokwenda, lakini kwa kuendelea kuyazungumzia taratibu ndivyo tutakavyofika kwenye malengo. Endelea kuwa nasi, endelea kucomment, share and subscribe kwenye channel yetu ya Tanganyika TV ili uweze kupata mengi zaidi. Asante sana. Ulikuwa nami Shakwar Dominique pamoja na ndugu yangu Jean-Robert Badosa Dodo, vile le technicien Omari Rashidi. Asante sana kwa kutusikiliza. Ciao. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirekta wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.